Wanaonitazama kwa majina naitwa Muhammad Ali Musa. Mimi ni mmoja wapo ambao wamesaidiwa na Juza kuweza kuingia katika hii system ya rehabilitation au sober. Kabla sijajiunga na Juza nilikuwa katika mazingira ya kutumia madawa ya kulevya. Hadi sasa hivi natumia. Leo ni siku yangu ya kwanza kabisa kufika katika maeneo haya na jumba hili ambalo nitaanza matibabu yangu. Nilianza kutumia hizi dawa za kulevya wakati nilipokuwa shuleni. Huo ni wakati wa form 4. Ndipo nilijiunga na vikundi vya alifu shuleni na nikaanza kutumia hizi dawa za kulevya. Na hii hali ilizidi kabisa kuwa changamoto kwangu, maana nilitaka kufurahisha marafiki zangu na kuwaonyesha kwamba kwa kikweli tupo pamoja. Kwa kufanya hivyo nikaendelea kuishi na wao na kutumia hizi dawa za kulevya mara kwa mara. Ilifika ikawa addiction, uraibu. Nikawa siwezi kuishi bila kutumia hizo dawa za kulevya. Nilipomaliza form 4 nikaenda form 5, lakini bado nilikuwa nikitumia hizi dawa hadi form 6 hivyo. Nikaenda nikasoma ualimu, nikafanikiwa, nikagraduate vizuri, lakini nilifukuzwa kazini kwa ajili ya kutumia dawa za kulevya. Na sana sana nilikuwa nikishirikiana na watoto shuleni, huwa nawapa hizi dawa za kulevya. Hilo jambo lilinifanya nifukuzwe kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya. Na niliporudi nyumbani, kila mtu alikuwa ananiona kama mtu ambaye hafai. Maana kwa kitu kidogo hivyo nimeweza kupoteza chance kubwa hivyo. Kwa hivyo niliendelea kujituma na kuona kwamba ninaweza kutoka katika mazingira hayo ya kutumia dawa za kulevya, lakini haikuwezekana. Muda ulipita, mimi mwenyewe kwa kuwa nilikuwa sina kazi, sina mahali popote naweza toa pesa na kuendesha haya maisha yangu ya uraibu, iliniabidi nikaweze kuuza ardhi ambayo nilikuwa nayo na nyumba pamoja. Nilikuwa na fikira ya kwamba nitaweza kununua mahali na nijenge hapo, na hela zingine ambazo zimebaki niweze kujiendeleza kimaisha, labda kuanza kazi ya kwangu peke yangu. Lakini pesa zote ziliishia katika uraibu na marafiki zangu, na nikawa sina kitu chochote. Mke wangu akakimbia, akaenda na watoto. Watu wa kwangu wakanikataa. Wakati ambapo mke wangu na watoto walipokwenda, nilijihisi kuwa mtu ambaye hana maana duniani kabisa. Na wakati huo uliniletea kufikiria mambo mengi sana, na sikujua nini cha kufanya kwa kweli. Kwa hivyo niliweza kutumia pesa ambazo nilizopewa, nikaenda katika nchi ya South, nikakaa mji wa Pretoria. Kule nilijiunga na wenzangu ambao walikuwepo kule, walipokuwa wanafanya kazi ambazo si halali. Ni kweli kabisa kwamba walikuwa wanafanya kazi za kuuza dawa za kulevya, na mimi mwenyewe nilikuwa mtumiaji. Na nilifurahi sana kuungana na kikundi kama hicho, maana kilikuwa kinaelewa hisia zangu, na walinitia moyo kuwa hata kama watu wangu wamenitenga, wao watakuwa familia kwangu. Kwa hivyo niliendelea kufanya kazi na wao, na wakanifunza mambo mengi, na nikajifunza kutumia dawa zingine za kulevya, zile hatari kabisa. Lakini sikupata jambo lolote ambalo lingeweza kubadilisha fikira zangu kutoka kwa familia yangu. Mara kwa mara nilipokuwa nafanya hizi kazi, nilikuwa na wakati ambapo nilitenga kufikiria maisha yangu na kufikiria jinsi nitakavyoendelea na jinsi nitakavyorudisha ardhi niliyouza. Lakini yote niliona kwamba
hayawezekani kwa masaa hayo. Kiukweli nilianza kupata fikra mbaya ambazo zilikuwa zinanipelekea yani kujiona kwamba sifai tena, na kwa kuwa familia yangu imenitenga na kunikataa, yani sikuwa naona faida yoyote ya kuishi tena. Kwa hivyo katika kuhisi huo upweke, nilifikiria ya kwamba nikijiua itakuwa suluhisho, maana aibu ilikuwa kubwa. Nilikuwa najiuliza nitarudi vipi nyumbani? Na je, ni nani atakaye nipokea? Walishanikataa wote. Hata mke wangu aliwahi kuniambia kwamba anajutia kuwa alikutana na mimi, na hata akaamua kuzaa na mimi. Kwa hivyo nilijihisi kwamba sina sehemu tena mahali popote. Kwa hivyo nilinunua sumu na nikaweza kunywa hiyo sumu. Lakini wasikaji wangu ambao nilikuwa nafanya na wao kazi walinishtukia mapema. Kanipeleka hospitalini, nikaweza kutibiwa na nikaokolewa maisha. Niliporudi kutoka hospitalini, niliwaambia tu kitu kimoja: ni mawazo na misukosuko ya nyumbani ambayo yananikujia mara kwa mara, na sijui jinsi nitakavyo epuka hao mawazo. Kwa bahati nzuri au mbaya, maaskari wa kule South waliweza kutukamata, wakatuweka jela mwezi mmoja, alafu wakaturudisha huku. Nikafungwa Segerea miezi 3 kwa kesi ya uhamiaji kutoka South huko, na tukalipa fine 50,000 na tukaondoka. Kwa hivyo nilichokifanya ni kuanza tu kuishi hapa Dar es Salaam, maana sikuwa na suluhisho au sehemu yote naweza kwenda. Nikajipata katika haya maisha ya kuwa mtaani na kuendelea kutumia dawa za kulevya, maana sina jinsi ninavyoweza kuziacha. Lakini Mungu ni mwema. Nilikutana na Juza katika programu zao za kuongea na waokota taka, waste pickers, na nikajiunga na wao. Nilisikiliza yale mambo waliokuwa wanafunza. Kiukweli hayo mambo yaliniguza mbali kwa moyo wangu, na kufikia kufanya maamuzi kama haya ya kwamba ninahitaji kubadilika, maana nisipobadilika sitaweza kubadilisha maisha yangu mimi mwenyewe na kuweza kupata familia yangu tena. Yani mimi kitu ambacho kimeniforce kabisa kukubali programu hii ni ya kwamba ninahitaji kuungana pamoja na familia yangu, mke na watoto, na kuweza kuwaonyesha ya kwamba nilikuwa ninakosea. Lakini kwa saa hivi siwezi kuambia kwamba nilikuwa nakosea, watanisikiliza. Lakini kupitia matibabu haya ninayoenda kuyaanza, itadhibitisha ya kwamba kweli nilifanya uamuzi wa kuacha, na nina uhakika, yani nina ushahidi ya kwamba nimekuwa katika matibabu. Yani hilo jambo ninawaza ya kwamba litaweza kumbadilisha mke wangu fikira, na pia mimi maisha yangu yataweza kubadilika. Angalau nitaweza kuwa baba mwema kwa watoto wangu, na familia yangu itaweza kunikubali tena. Hivyo ndivyo ninavyokubali, na naomba kwamba Mungu anisaidie. Na pia ninapongeza sana Juza kwa hii kazi ambayo wameifanya. Kiukweli ni kazi kubwa. Mimi ni nani? Sijalipa kitu chochote, lakini mjomba pamoja na timu yake walinikubali, wakanichukua jinsi nilivyo, na wakanipa ahadi kwa kweli ya kwamba wataweza kunisaidia nisikie haya masomo na niweze kubadilisha maisha yangu. Na kiukweli imekuja kutukia. Kwa hivyo mimi nasema tu Mungu awabariki Juza na timu yote kwa kazi mnayofanya. Sina jambo lolote ninaloweza kuwaambia yani lifanye maajabu, au sina kitu chochote ninachoweza kuwalipa, lakini najua kwamba kazi mnayofanya kama Juza, Mungu ndiye atakayewalipa. Maana sisi watu mnaosaidia hamna ukona sisi, yani hamna chochote mnafaidi kutoka kwetu, lakini mnapeana nguvu zenu, wakati wenu, kuona kwamba tunabadilisha maisha yetu. Maana kule mtaani watu wanatuona kama taka, wanatuona kama watu ambao hawafai,
lakini tunapojiweka karibu na Juza kuna jinsi wanavyotufariji. Kando na kuwa tunauza makopo pale wanatupa hela, lakini wanachukua pia muda kuongea na sisi. Tubadilishe maisha yetu, tuone jinsi ya kuondoka katika maisha ambayo hayaheshimiki. Kwa hivyo Mungu awabariki. Hayo ndio ninayo. Ninabaki Muhammad Ali Musa.